Kuhusu maisha baada ya ndoa. Hakuna aliyekuambia haya kabla. Jambo la 5 linaweza kuvunja kimya. Naitwa Frank Mavura, ni mwandishi wa habari na rafiki yako katika maisha. 1. Mapenzi pekee hayatoshi kuendesha ndoa. Wengi huingia kwenye ndoa wakiwa wamejaa hisia, lakini ndoa inahitaji zaidi ya hisia. Inahitaji subira, mawasiliano, maamuzi ya makusudi na msamaha usio na mwisho. Kisaikolojia, hisia huja na kuondoka. Ndoa haiwezi kusimama juu ya hisia, bali kwenye maamuzi ya kila siku na kusema nitabaki upande wako. 2. Mwenza wako anaweza kukupenda lakini asikuelewe, na huo ndio upweke mkali zaidi katika ndoa. Kuwa karibu kimwili lakini mbali kihisia. Unaweza kulala kitanda kimoja na mtu ambaye haoni chochote kinachokuhusu ndani. Kisaikolojia, uelewa wa kihisia, emotional attunement, ni nguzo ya mahusiano. Kukosa hili husababisha mtu kuanza kufa taratibu ndani, huku akiendelea kutabasamu mbele za watu. 3. Ndoa haiponyi maumivu yako ya ndani, huyaleta mezani. Wengi huingia kwenye ndoa wakitarajia kupendwa hadi majeraha yao ya zamani yapone. Badala yake, ndoa huyaibua zaidi. Kisaikolojia, kila mtu hubeba mizigo ya kihisia kutoka kwa wazazi, mazingira au mahusiano ya zamani. Mzigo huu hujificha wakati wa uchumba, lakini ndoa huyalazimisha mtu kuyatoa nje. 4. Hakuna aliyekamilika, lakini kuto kujitambua huua ndoa taratibu. Mtu asiyejitambua huona kosa lako kila mara, lakini hajui ni nini yeye ameshindwa kufanya. Mnaweza kuishi miaka mingi katika visa visivyoisha, huku chanzo chake ni ukosefu wa self awareness. Kisaikolojia, kujitambua ni msingi wa upendo wa kweli. Bila hiyo, mpenzi wako hugeuka kuwa mshindani badala ya mshirika. Mtu mtakiwa kushirikiana, yeye sasa ndo mnashindana, yani humo ndani ni vita mara. 5. Wakati mwingine mnaweza kuachana bila kuachana. Mwili uko pale, majukumu yanaendelea, mzazi bora, msaidizi wa nyumbani, lakini hakuna tena mazungumzo ya kweli. Hakuna kushikilia, hakuna uhai wa kihisia. Ndoa inabaki kuwa taasisi ya pamoja, si mahusiano ya kimoyo. Kisaikolojia, wanandoa wengi huingia kwenye ndoa za functional survival, zenye ratiba, majukumu na upweke wa pamoja. 6. Upendo bila heshima si kitu. Unaweza kupendwa lakini ukadharauliwa. Unaweza kushikwa mkono mbele za watu na ukanyimwa sauti nyumbani. Heshima ni mbolea ya mapenzi. Bila heshima, upendo hukauka kama maua bila maji. Kisaikolojia, kudharaulika mara kwa mara huathiri sense of self-worth na kusababisha moyo wako kusinyaa kimya kimya. 7. Mtoto habadilishi ndoa, huongeza tu kile kilichopo. Wengine hufikiri mtoto ataleta ukaribu au kurekebisha penzi lililopoa, lakini mtoto huongeza mzigo wa kihisia, majukumu na mahitaji. Kama msingi wa mahusiano haupo, mtoto huongeza msuguano badala ya mshikamano. Kisaikolojia, mzazi asiye na mahusiano thabiti na mwenza wake huwa mzazi mwenye hasira, mkali au mwenye huzuni ya ndani isiyoelezeka. 8. Kukwepa migogoro hakumaanishi amani. Wapo wanaofikiri ukinyamaza na kuepuka kulumbana basi mtaishi kwa amani. Ukweli, unapojilazimisha kutosema kilichokuumiza, unazika hisia zako hai. Kisaikolojia, migogoro ya afya ni sehemu ya ukuaji. Kukwepa matatizo hujenga ukuta wa kimya kimya kati yenu, hadi siku unaamka ukiwa mgeni kwa mtu mliyefunga ndoa naye. 9. Mahitaji yako hayapotei kwa sababu tu umeolewa au kuoa. Ndoa haifuti kiu ya kuthaminiwa, kusikilizwa au kuonekana. Ukipuuzia kwa sababu ya ratiba au mazoea, vinaweza kutafutwa kwingine kimya kimya. Kisaikolojia, mahusiano ya kimapenzi hayaishi kwa ahadi tu, bali kwa utunzaji wa kila siku. Kukosa kutunza mahitaji ya msingi ya kihisia ni sawa na kufungulia ndoa mlango wa ubaridi au usaliti wa kihisia. 10. Maombi pekee hayatoshi kama hamfanyi kazi. Ndoa nyingi huanguka si kwa kukosa sala, bali kwa kukosa vitendo. Unaweza kuomba kwa bidii, lakini bado ni mtu yule yule anayekwepa mawasiliano, kujifunza au kubeba majukumu. Kisaikolojia, imani ni nguvu, lakini tabia hujenga au kubomoa. Mungu hubariki juhudi, si udini wa nje bila kazi ya kweli ya ndani. Ndoa ni ibada ya kila siku ya upendo, heshima, kujitambua na mawasiliano ya kweli. Si hadithi itakayokufurahisha kila siku, bali ni ukurasa unaoandikwa kwa jasho, machozi na mshikamano wa dhati. Ni ukweli upi kati ya haya mambo 10 umewahi kuyapitia kimya kimya? Mtaji mtu ambaye hajaingia kwenye ndoa